Ilikuwa siku, wiki, mwezi, mwaka na sasa ni miaka 4 ya uongozi wa mwanamke mahiri, shupavu, jemedari na amiri jeshi mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndivyo unaweza kuichambua safari ya kiongozi huyo, mwanamama huyu jasiri na shupavu ambaye ni mkuu wa nchi. Nataka niwaambie aliyesimama hapa ni rais. Kuelekea siku ya wanawake duniani, leo tumekuandalia makala maalum inayomhusu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kiongozi na mkuu wa nchi ambaye amefanya makubwa akiwa kama mwanamke. Ungana nami msimulizi wako Josephine Kaponya mpaka mwisho wa makala hii. Mwelekeo wa awamu ya 6 ni kuendeleza mengi mema, kudumisha mema yaliyopita, kuyaendeleza mema yaliyopo na kuleta mema mapya. Rais Samia aliapishwa Machi 19 mwaka 2021 baada ya kifo cha mtangulizi wake hayati John Magufuli aliyefariki Machi 17 mwaka 2021. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu. Mwenyezi Mungu nisaidie. Ukilinganisha muda wa Rais Samia aliyokaa madarakani na umri wa binadamu, basi ni sawa na mtoto alianza darasa la kwanza shule ya msingi. Kifo cha Dr. Magufuli kilitazamwa na wengi kama ndiyo mwisho wa kila kitu alichokiasisi wakati wa utawala wake, hasa miradi ya kimkakati. Katika kipindi cha miaka 5 ya urais wa hayati Magufuli, alijikita zaidi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, hasa ujenzi wa miundombinu. TBA nimewafukuza leo hapa, hawataonekana tena. Sione aibu chombo cha serikali mnapopewa hela na kufanya kazi. Siwezi nikakaa na watu ambao hawawezi wakaperform kazi. Na hii si jukumu langu. Mimi kwenye serikali nataka kazi. Kwa sababu nitaka pia nitoe adhabu kwenu. Lakini sasa ngoja niisamehe, ni reserve. Kwa sababu siwezi nikawa naenda kwenye site halafu hakuna chochote kinachofanyika tangu mwaka 2016. Haiwezekani, si kwa wakati wangu. Kwa hiyo peleka hii message kwa Commissioner General wa magereza kwamba this is the single message, mbadilike. Alianzisha mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR, bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere JNHPP, ujenzi wa daraja la Tanzanite, daraja la juu la Mfugale na daraja la juu la Kijazi ambalo lipo makutano ya barabara ya Ubungo. Katika hotuba yake, Rais Samia alisema kuwa mimi na hayati Magufuli ni kitu kimoja. Kwa maana hiyo, mambo mengi ambayo serikali ninayoiongoza imepanga kuyatekeleza ni yale ambayo yalielezwa na hayati Magufuli. Nataka niseme hayati mpendwa wetu amekwenda peke yake. Na kama nilivyosema siku ile tunamsindikiza kwamba maono, falsafa na mikakati aliyotuachia tunaendelea kuifanyia kazi. Hivyo basi wale wanaodhani yale yamekwenda naye wamejidanganya, yapo na tunayatekeleza. Nimeona niliseme ili Mheshimiwa Spika kwa sababu tayari kuna baadhi ya watu mashirika wameanza kulegalega kwenye utendaji. Wizi umeanza kushamiri katika baadhi ya maeneo. Lakini kuna wawekezaji ambao walikuwa kwenye njia nzuri ya majadiliano na serikali wameanza kuvuta nyuma.
nataka niwaambie kwamba mwendo ni ule ule. Katika sekta ya uwekezaji, serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeandika historia ya kipekee kwa kuvutia uwekezaji mkubwa zaidi ya mwaka 2024 ambapo miradi zaidi ya 900 ilisajiliwa na Kituo cha Uwekezaji Tanzania TIC. Miradi hii imevutia jumla ya dola za Kimarekani bilioni 127, kiwango ambacho hakijawahi kutokea tangu kuanzishwa kwa TIC. Vilevile Dr. Samia ameweza kushawishi makampuni makubwa kupitia ziara zake za kimataifa na mikutano zimeimarisha imani ya wawekezaji ndani na nje ya nchi. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka alama isiyofutika katika historia ya maendeleo ya Tanzania. Uwekezaji wa mwaka 2024 sio tu unachochea uchumi wa taifa, bali unatoa matumaini mapya kwa Watanzania kuhusu mustakabali wa maendeleo yao. Vilevile serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuimarisha shirika la ndege la Tanzania ATCL kwa kununua ndege mpya. Hayati Magufuli aliacha ndege 11, lakini kwa sasa Rais Samia amenunua ndege zingine 5, ikiwemo ndege ya mizigo aina ya Boeing 767-300F. Tayari ndege aina ya Boeing 737-9 Max ilipokelewa na imelipa sehemu ya malipo ya ndege aina ya Boeing 737 Max 9, Boeing 787-8 na Boeing 737-7. Baada ya kazi nzuri ya mwaka mzima, Disemba 20 mwaka 2024, serikali ilikabidhi nyumba 109 kwa Watanzania walioathirika na maporomoko ya tope mwezi Disemba mwaka 2023 mwaka juzi wilayani Hanang' mkoani Manyara. Uamuzi wa kujenga nyumba hizo ulilenga kuwasaidia kurejea katika hali ya kawaida ya maisha baada ya changamoto ile, ambapo baadhi yao walipoteza ndugu, jamaa na marafiki. Nyumba hizo zilijengwa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ujenzi wa nyumba hizo ulitokana na maamuzi ya Rais Dr. Samia pale alipotembelea eneo lililokuwa limeathiriwa na maporomoko ya tope. Uamuzi huo ni mwendelezo wa dhamira ya dhati ya serikali ya kuwalinda wananchi wake na kurejesha hali ili waendelee na mfumo wa maisha baada ya maafa yale. Mahitaji kule ni mengi sana, pamoja na mahitaji yanayokwenda sasa, lakini wale watu wanataka kufanyiwa resettlement, warudishwe kwenye maeneo na warudi kwenye maisha ya kawaida. Sasa kwa michango hii tunayoipata, hakuna kitakachotuzuia kwenda kujenga nyumba kwa operation za haraka, nyumba za milioni 25-30, ili wenzetu wale tukapata kuwarudisha katika maeneo yao. Kwa hiyo na hapa ndo wanasema kwamba katika kila wingu jeusi kuna silver line kule juu. Kwa hiyo lililotupata ni wingu jeusi, lakini familia hizi tutakazo kwenda kujijengea watakuwa wameingia kwenye ile silver line, na ndio faraja kwao. Pamoja na yote tuliowafanyia, tukawarudishia makazi, hii ndio faraja kwao. Katika kutekeleza mradi mkubwa wa kimkakati wa maboresho ya bandari ya Tanga pamoja na mambo mengine, Tanzania inalenga kuiwezesha kupokea meli kubwa zaidi, kuongeza idadi ya meli na kiwango cha sehemu ya mizigo. Ni jambo jema kuona sasa kazi hii imeanza kuzaa matunda, ambapo nchi inashuhudia ongezeko la meli na mapato kwa bandari ya Tanga kwa zaidi ya 100%. Serikali inaendelea na kazi ya maboresho ya ujenzi mpya wa miundombinu ya kimkakati katika maeneo mbalimbali nchini ili kufikia lengo la kuhakikisha taifa linanufaika inavyostahili na uwepo wa rasilimali walizonazo. Meli zilikuwa zikija hapa zinakaa kilomita 2 kutoka hapa tulipo baharini kwenye kina kirefu cha maji. Na sababu kubwa kwa nini meli hazifiki hapa ilikuwa ni kina kidogo cha maji kwenye gati hizi mbili zilizopo sasa. Ndio maana serikali ikasema hapana, hatuwezi kuendelea kwa miaka 131 sasa tuendelee na mtindo ule wa kizamani. Kwa hiyo kutekelezwa kwa mradi huu kutaongeza kwanza uwezo wa bandari kuhudumia shehena kubwa, meli kubwa, lakini vile itaongeza ushindani. Manake
biashara ya bandari inakabiliwa na ushindani mkubwa. Kwa wananchi wa kawaida, mradi huu na manufaa, kwanza utaboresha maisha yao, kwa maana kwamba huduma zikiboreka hapa, manake itaongeza ile mzunguko wa pesa, lakini kuna ajira, kwa maana Tanga zima sasa watu watapata ajira, lakini sio Tanga tu, hata watu wanaotoka nje. Rais Samia amekuwa furaha kwa wanafunzi na wananchi wote kwa ujumla kutokana na ahadi zake ambazo kila uchao zinaendelea tekelezeka. Kwake ni kazi salamu na majawabu kwa mahitaji ya wananchi. Hayo aliyasema alipotembelea katika kata ya Litola, Ruinga na Mchomoro wilayani Namtumbo mkoani Ruvuma. Zahanati 23, maboresho ya hospitali ya wilaya shilingi bilioni 17.2, kuleta uhakika wa maji safi na salama, ujenzi wa shule na madarasa mapya 207 pamoja na ruzuku kwenye kilimo imeleta unafuu mkubwa wa maisha kwa wananchi zaidi ya 250,000 hapa Namtumbo. Kazi hii ni njema na inaendelea. Mradi mwingine ni reli ya kisasa SGR iliyoachwa na hayati Magufuli, ikiwa katika hatua ya kwanza ya ujenzi wa kipande cha Dar es Salaam Morogoro, ambacho katika uongozi wa Rais Samia kimekamilika na sasa vipande vingine vinaendelea kujengwa. Baada ya kukamilika kwa kazi hiyo nzuri, sasa serikali imeanza kazi ya vipande vya Tabora kwenda Isaka kwenda Mwanza, pamoja na kile cha Tabora hadi Kigoma, na kisha kuunganisha nchi na majirani zao na kufungua milango zaidi ya fursa za kiuchumi kwa wananchi wa Tanzania. Tanzania inashuhudia historia kubwa ya uzinduzi wa treni hiyo ya kisasa ya umeme SGR, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitumia usafiri huo kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Na kwamba reli sasa tayari leo tunazindua kwenda Dodoma, ila najua kulikuwa na trip before ya kwenda Dodoma. Sasa naweza kusema nina faraja kwamba yale niliyoanza na mwenzangu marehemu nimeweza kuyakamilisha. Daraja la Tanzanite limekamilika, umeme tayari tumewasha, hii mpaka Dodoma tayari, hasa kule mbele tutakwenda tumalize. Kwa hiyo ni miradi ambayo kwa Tanzania ni muhimu sana, na usingeweza kufikiria miradi mengine mikubwa kama sio hii. Japo tukimaliza hii tunaweza kufikiria mengine mikubwa ya kuleta maendeleo Tanzania, lakini hii ilikuwa muhimu sana. Ni faraja kubwa kupata wasaa wa kuwasikiliza Bi Eva, Bwana Hamidu na Bi Sheila, wakazi wa wilaya ya Misenyi mkoani Kagera, kuhusu matokeo ya kukamilika kwa mradi mkubwa wa maji wa Kyala Banazi yaliyopo makazi yao. Mradi huu ni sehemu ya miradi ya maji safi na salama zaidi ya 1000 inayotekelezwa katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania chini ya kiongozi mahiri na shupavu Dr. Samia Suluhu Hassan, lengo ikiwa ni kuhakikisha kuwa kila mwananchi anapata huduma hii muhimu. Maji tulikuwa tunayafuata hata madimbuni kule. Saa nyingine tunaamka usiku. Watoto walikuwa wanakwenda wanachota maji, lakini hata hivyo tulikuwa tukiwahofia kwenda pale mtoni kwa ajili ya kuweza kung'atwa na mamba au wanyama wengine wabaya, au hata kuteleza akaanguka mtoni akafa. Miaka mitatu uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan imetosha kuwapa mradi wa maji uliogharimu shilingi bilioni 15.7 unaohudumia wakazi 1035, unaowahakikishia wananchi sio tu kupata maji safi na salama, bali pia kuwaondolea hatari walizokuwa wakikumbana nazo. Sasa hivi tuna wateja wetu wananao maji masafi kwa rosa. Nikiwa na jamaa zangu mtaani tulifanya mazungumzo kuhusu soka letu. Ghafla mmoja wetu akaja na kusema, unajua mama anaupiga mwingi sana kwenye kusapoti michezo kwa kutoa milioni 5 kwa kila goli ambalo linafungwa kwenye michuano ya kimataifa. Hapo mjadala ukawa ni umuhimu wa sapoti yake katika kukuza mpira, sio tu kuhamasisha michezo bali kukuza soka la Tanzania. Mpaka sasa ligi ya Tanzania inashika nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Na hadi kufikia hapa sina la ziada. Haya ni baadhi tu ya mambo makubwa ambayo yamefanywa na kiongozi huyu wa taifa la Tanzania, mwanamama jasiri, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Zaidi tu ni kualike kwenye kilele cha siku ya wanawake duniani pale mkoani Arusha, ambapo mgeni rasmi katika siku hiyo
anatarajiwa kuwa ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Mimi jina langu ni Josephine Kaponya. Kwa heri kwa sasa hadi wakati mwingine.